Tunaizungumzia Simba Sports ya Fadlu Davis ambaye ameikoach na kuistudy timu yake vizuri. Ni wazuri kwa kuwa watulivu, wavumilivu na washindani pia. Nikisema hivyo, tuliona katika mechi ya Zamalek, mechi ya kwanza walijitahidi kuwa wavumilivu. Kwa msimu huu Stellenbosch imejipanga, imejipapanua, imejiweka vizuri mpaka inafikia nafasi ya 5. Unaona Simba kimaliza mechi nyumbani? Kabisa, maana ndo sehemu sahihi ya yeye kumaliza game. Kama aliweza kufanya kwa Al-Masry baada ya mechi ya kwanza, basi inahitajika afanye alichokifanya katika game ya kwanza ili kwenda kumaliza Cape Town. Boss, na wakati huu na kwa nami Mwanaisha Lukali, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati, ambaye anahakikisha na kuletea leo yote kimichezo ambao sasa hivi anaendelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kubwa zaidi ni siku ya Ijumaa Karim ambayo imeambatana na neema ya mvua. Mbele yangu hapa nipo na mchambuzi wa kandanda nchini kwetu Tanzania, Said Champions. Tunaenda kuzungumza mengi ya kimichezo baada ya mnyama Simba kutinga katika hatua ya nusu finali takriban miaka mingi. Hatimaye katika kizazi cha mwaka 2000 mnyama amefanikiwa kutinga sasa katika hatua ya nusu finali na anaenda kukutana na Stellenbosch kutokea pale South Africa. Tarehe 20 mbungi inapigwa katika dimba la Benjamin Mkapa. Unaenda kuwa ni mchezo aina gani? Je, wapinzani wa Simba takwimu zao zimekaaje? Ubora wao, wapi wadhaifu, wapi wapo imara, na namna ambavyo kikosi cha Simba hivi sasa kinavyocheza. Mwalimu Fadlu ana kazi ya kufanya kiasi hicho. Said Champions, karibu. Kwanza tuwape kongole Simba Sports Club kwa kuenda nusu finali kwa mara ya kwanza kwa kizazi hiki. Tumeshuhudia kwa pamoja, hata kipindi hiko tulisikia walikwenda, lakini hatukuona kwa macho wala picha za video. Kwa sasa watu wote wanaweza kujivunia kwa sababu wameiona kwamba Simba yao ni jinsi gani inaweza kuperform na inavyocheza vizuri katika mashindano hayo kwa ukubwa wake. Tunaizungumzia Simba Sports ya Fadlu Davis ambaye ameikoach na kuistudy timu yake vizuri kwenye engo zote 3: kiulinzi, midfield na striker. Elia Mpanzu ni chachu moja wapo ya Simba Sports kwenye kuelekea katika haya mafanikio walioyapata kwa muda huu na kwa timu jinsi ilivyoanza kuundwa. Tuseme ni sehemu nzuri ya mpango mkakati wa Simba Sports kumsajili Fadlu na kuingia kwenda kuwapa kitu special kabisa. Ni mwalimu mzuri katika mbinu ambaye anajua ni jinsi gani ataiswitch timu yake iende kukutana na mpinzani husika. Kwa Stellenbosch ni timu changa ambayo inakuja kwa kasi ya hali ya juu. Ukiwaangalia jinsi wanavyocheza, gameplay yao ni wazuri kwa kuwa watulivu, wavumilivu na washindani pia. Nikisema hivyo, tuliona katika mechi ya Zamalek, mechi ya kwanza walijitahidi kuwa wavumilivu na kushtukiza, japokuwa walikuwa wanafika kwa wakati mzuri. Ukiangalia wana watu average players, wamechanganywa watu wazima na watoto. Kuna watu wa miaka 19, 20 mpaka 23, wakubwa ni kuanzia 26, 27 mpaka 34, wamemix damu katika pande zote. Tuone au tutarajie game itakuwa nzuri kwa sababu wao wanakuwa kama underdogs. Simba Sports wanakuwa ni timu favorites na yenye matumaini makubwa na nafasi yao nzuri ya kwenda finali kiujumla. Ukiwatazama Stellenbosch katika ligi kuu ya South Africa kule, si wabaya katika msimamo wa ligi kuu South Africa, wanashika nafasi ya 5. Sio timu ya kubeza. Kwa msimu huu Stellenbosch imejipanga, imejipapanua, imejiweka vizuri mpaka inafikia nafasi ya 5. Shaka yangu ni kiasi gani wanaweza kutengeneza nafasi za kufunga. Hiyo ndo changamoto kubwa ile kwa kwao. Katika ligi wamefunga magoli 27 na wameruhusu magoli 17. Kiwastani sio mzuri kwa timu ambayo inaweza kutaka matokeo. Kwenye kufunga unahitaji kuscore zaidi. Hata ukiangalia mastrika zao, yule Fakucho ukimwangalia bado hana game time nyingi na umri wake ni mdogo, amezaliwa 2001. Ni striker mzuri, ana body nzuri, lakini bado hajaanza kutengeneza zile nafasi za kufunga na kufunga magoli mengi kwa ujumla. Naona wataingia kwa discipline kama walivyoingia kwa Zamalek,
kwa sababu wao ni wazuri kwenye kutoka counter press, wanakaa vizuri chini, wanatoka kwa urahisi. Ndicho ambacho alikwambia ni wavumilivu, hata ukiwashambulia kwa sana ni wanaweza kupush timu juu ikasogea kwenda kutafuta nafasi. Kikubwa ni mbaya zaidi ni timu gani ambayo unaenda kukutana nayo ni Simba Sports. Kwa Mkapa kama walivyosema, waliaminisha watu wanaweza kupata matokeo na alitokea, japo kwangu mimi ilikuwa na shaka kwa sababu ni professional football, naelewa nini maana halisi ya mpira katika ndani ya dakika 90. Vingine kadhalika. Ila kwa sasa naweza nikaekeza nguvu nyingi sana kwa Simba Sports kusema finali ameiona. Unamwona Simba akiingia katika hatua ya finali? Kabisa. Kwa sasa nitakuwa sitokuwa na excuse kwa ile ambayo ilotokea walionyesha kwa Al Masry. Unaweza ukaweka 100% japokuwa ni football. Dakika 90 zinaweza kuamua. Ni game plan ya mwalimu na mwalimu. Mpinzani anaingiaje, ana watu wazuri kiasi gani, kimstudy mpinzani kujua udhaifu wake uko wapi na ubora wake uko wapi, una uwezo wa kumfanya kama Al Masry alivyomfanya hapa Tetabu Simba Sports mechi ya kwanza, na kwenda kumfanya Fadlu afikirie zaidi ili kwenda kuiua mechi ya pili. Yes. Simba anaanzia nyumbani na mpaka hivi sasa takriban wiki moja ya maandalizi ambayo imebakia, lakini ukiwatazama wachezaji wa Simba hivi sasa wana morali ya hali ya juu ya kuamini kwamba inawezekana. Fadlu ni mzaliwa wa South Africa, anawajua vizuri mbinu za, anaijua ligi nzuri vizuri ya South Africa. Unaenda kuwa ni mchezo wa kimbinu zaidi ama unaenda kuwa ni mchezo wa aina gani? Of course lazima uwe wa kimbinu. Tunaamini Fadlu ni bora sana katika mbinu kuliko ambavyo unavyotegemea. Ana uwezo wa kuiswitch timu yake icheze vile anavyotaka, na uzuri ana watu sahihi katika kikosi chake ambao inaenda kuwapelekea kila mmoja aende kutoa au kupata kile kitu bora ambacho anachokihitaji yeye. Unaona? Hii ndio changamoto au kitu kizuri kwa Fadlu. Anaweza kwenda kuiapproach game for kile ambacho anavyotaka kwa sababu ya Jean Charles Ahoua anampa majukumu, anatimiza vile anavyotaka. Elia Mpanzu, Kip Dennis, Mukwala, Ateba, yoyote atuanza naye anaenda kwenye kile ambacho anakiamini, kukaa na mpira muda mwingi, kwenda kumfungua mpinzani. Yeye ndo option namba 1. Anapoona kwamba mpinzani ni mgumu ambaye anaweza kusit muda mwingi, huwa atatumia option namba 2 ya kufanya flanks zote mbili ziende zikamfungue mpinzani, kujaza watu ndani na kutumia mipira alibounce kwa Kip Dennis, Prosper au Elia Mpanzu na kuifinish match. Kwa hiyo naona ni game ya mipango zaidi, sio Fadlu atamdharau sana Stellenbosch kwa sababu ndo mara yake ya kwanza kufika alipofika kama alivyofika yeye, lakini kushiriki michuano ile mara kwa mara kwa Stellenbosch sio sana. Kwa Simba Sports ni mazoea kuingia robo finali. Hii nusu finali atataka kuonyesha wonders ili aone kwamba yeye ni mkubwa kiasi gani. Tunazungumza kwa sasa katika rank za Afrika za kafu yuko namba 4. Kwa hiyo hata Stellenbosch mwenyewe anajua anaenda kukutana na mpinzani wa design gani. Pia Simba naye atamheshimu mpinzani kwa sababu ukidharau mechi inaweza kukupelekea kitu kibaya na ukakosa matokeo na ukawaangusha wana Msimbazi wote. Unaona Simba kimaliza mechi nyumbani? Kabisa, maana ndo sehemu sahihi ya yeye kumaliza game. Kama aliweza kufanya kwa Al Masry baada ya mechi ya kwanza, basi inahitajika afanye alichokifanya katika game ya kwanza ili kwenda kumaliza Cape Town pale. Yes. Simba inatengeneza sana nafasi, lakini katika upande wa ushambuliaji imekuwa ni changamoto. Yes, hii changamoto nafikiri hata Fadlu mwenyewe anaifanyia kazi. Na ndio maana hata uliona mabadiliko katika mechi ya Al Masry. Mechi ya kwanza alienda na Ateba na mechi ya pili alienda na Mukwala. Hii badilisho lake alilofanya lilienda kuleta impact na kusaidia Steven Dese Mukwala kuisaidia Simba Sports kwenda dakika 90 na uongozi wa bao 2 na kwenda kumaliza katika penalty. Sioni shaka sana na Fadlu, ila anaangalia ni nani ambaye anaweza akajituma weeks after weeks katika mazoezi ili aweze kumpanga na perform. Yes. Kwangu sina shaka au lolote katika zoezi la kutengeneza nafasi. Magoli yatakuja kwa sababu kutoka kwa kufunga mtu mmoja mpaka magoli yamegawanyika. Elia Mpanzu anaanza kufunga, bado Kip Dennis, Prosper kuongeza nafasi ya magoli na kufunga. Pia na Steven Dese Mukwala nafasi anopata aweze kuonesha kwamba mimi ni nastahili kuanza kuliko Ateba, au Ateba naye aonyeshe kwamba nilikuwa nina behave kuendelea kuanza na sio Dese Mukwala. Sioni shaka kwenye kutengeneza nafasi, bali nitalia na hawa watu 4 wote juu
kuendeleza kufunga kila siku na sio hapo walipokuwa peke yao. Tunaona bonus zinazidi kumiminika ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Hii inaweza kuchagiza kuleta mafanikio ya hali ya juu kwa hivi sasa? Kwa sababu motivation ndo kila kitu. Kama unapata backup ya kutosha kwa muajiri wako au tajiri yako, maana yake unaweza ukawa unafanya kazi kwa usahihi, kwa uweledi na urahisi, kwa sababu unakuwa umerahisishiwa kazi. Kwenye system ya kazi tunahitaji priority ya mfanyakazi. Mfanyakazi anapokuwa huru, bonus, overtime, kadhalika, kwamba atakuwa ana uweledi wa kufanya kazi yake kwa usahihi, kwa sababu anachotaka anapata, anachostahili anapewa, na kinachotakikana kinafanyika. Base kubwa ya fans wa Simba Sports supporters ya kufa mtu, tajiri bonus za kufa mtu, players wao wenyewe uwanjani superbo kabisa. Kwa hiyo unaiona Simba yenye morali, nguvu na akili ya hali ya juu ya kutosha. Wachezaji wataenda kuisaidia timu yao na kufikia mafanikio. Shukrani sana Sali Champions. Asante sana. Okay.